FEMATA ni chama ambacho kwanza sio cha kisiasa, lakini ni chama, wanachama wake hawakatazwi kuwa wanasiasa au kuwa miongoni mwa washabiki au wanachama wa chama kingine. Kwa mfano tuna mheshimiwa rais wa FEMATA, yeye ni mtu wa CCM. Lakini tunao viongozi wengine, kwa mfano katibu wangu wa chama cha wachimbaji madini mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, Ngombare, yeye anagombea urais kupitia chama kingine cha upinzani. Kwa hiyo utavyoona hivyo kwamba ni ndani ya FEMATA kuna watu mbalimbali, lakini kila mtu ana mapenzi ya chama chake kama yeye mwenyewe. Lakini sisi kama kwenye chama au mimi mwenyewe nasema tuende kupiga kura tarehe 29 kwa sababu tunapomwongelea Rais Samia Hassan Suluhu tunaongelea habari ya mitambo aliyotuletea sisi wachimbaji. Tunaongelea habari ya viwanja alivyogawiwa kina mama kule Geita. Tunaongelea katika tasnia ya madini leseni karibu 200 amewapa kina mama. Lakini sio kina mama tu, lakini amefanya uwepesi sana kupatikana kwa leseni. Amefanya uwepesi sana kupatikana kwa mitambo ambayo zamani ilikuwa ni michache. Imekuja kwa tunanyang'anyana mitambo ile, lakini imeongeza mitambo mingi ambayo sasa badala ya kwenda kwa kienyeji tunatumia mitambo ile kupata maeneo ambayo ni sahihi na uchimbaji wenye kina. Na tunalipa kodi vizuri ili kujenga taifa letu. Kwa hiyo lazima tuendelee kuwa na utulivu katika taifa hili, tulipe kodi, lakini turudishe fadhila kwa kumpigia kula, kwa sababu anaweza kufanya zaidi. Hiyo amefanya ndani ya miaka 4. Na nafikiri baada ya miaka 5 inayokuja tutafika zaidi wachimbaji wadogo. Ukiangalia masoko, ukiangalia vitu gani ambavyo vimefanyika ni vikubwa sana. Kwa hiyo unapoiangalia nchi yangu ya Tanzania katika sekta ya madini, na muangalia Mama Samia.